pasipo kuangalia sisi ni watu wa rangi gani, jamii gani, mataifa yanatofautiana kiasi gani. Utagundua katika jamii zetu zote watoto wana tabia ya kufanya mambo fulani ambayo yanataka yawafurahishe wazazi wao. Lolote lile ambao utaona mzazi kana kama amemsifia mtoto, kama ukichunguza kwa makini utagundua yule mtoto ana tabia ya kulirudia tena lile jambo kwa sababu anamuona mzazi wake akifurahia. Hiyo ni tamaduni, ni kawaida ya wanadamu wote mahala popote. Sisi kama watoto wa Mungu vivyo hivyo tumeumbiwa ndani yetu kutaka kumpendeza Baba yetu wa mbinguni, kutaka kumfurahisha, kutaka kuhakikisha ya kwamba yeye anatabasamu wakati wote anapotuangalia sisi. Na ndio maana tunajifunza katika neno lake ni namna gani ya kuweza kumpendeza Mungu, ili tuhakikishe kile ambacho ameandaa kwa ajili yetu kinakuwa halisi katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Maandiko yanatuonyesha kumbe kuna uwezekano wa kumpendeza Mungu, yani Baba yetu wa mbinguni. Lakini njia pekee ya kumpendeza ni njia ya imani. Iwapo tunaenenda kwa imani, basi tuna uhakika kuwa tunampendeza Mungu. Lakini sasa tunaposema kuenenda kwa imani, tunaongelea nini haswa? Tunapoongelea kuhusu kuenenda kwa imani, ni pale tunapoamua kufanya kila kitu kwa kuhusisha neno la Mungu. Kumbuka katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema hivi, chanzo cha imani ni kusikia ambao kunatokana na neno la Kristo. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, imani ni kuwa na uhakika kuhusiana na neno la Mungu. Kama tunataka tumpendeze Mungu, basi ni lazima tuhakikishe tunafuata neno la Mungu katika kila jambo tunalofanya. Katika kila maamuzi ni muhimu kuangalia, ni muhimu kujiuliza ya kwamba Mungu amesema nini juu ya jambo hili. Unapoamua kwenda kukabiliana na mtu ambaye amekukosea, ambaye amekuudhi, ambaye amefanya jambo lisilokuwa sahihi, kabla hujakabiliana naye, angalia neno la Mungu linasemaje kuhusiana na yule mtu. Kisha chukua hatua kulingana na neno. Usichukue hatua kulingana na hisia zako. Usichukue hatua kulingana na vile ambavyo unataka. Mara nyingi maamuzi ya namna hiyo ni maamuzi ambayo hayataleta furaha kwa Mungu. Lakini tukisimamia neno lake, tunajihakikishia kuwa tupo katika mahala salama, mahala ambapo Baba yetu, Baba yako na yangu mimi, atafurahia maamuzi yetu. Mungu anafurahishwa na sisi katika kila maamuzi tunayoyafanya kulingana na neno lake. Hilo ni muhimu sana. Kama isingekuwa ni muhimu kiasi hicho, asingeeleza. Yeye anatuambia kama tunataka tumpendeze, basi ni muhimu tufanye jambo sawasawa na neno. Tunapofika nyumbani mwa Bwana, tunaposhiriki ibada, iwe ni katika uimbaji, iwe ni katika matoleo, iwe ni katika namna tunavyowasaidia watu wengine, lolote tunalolifanya ni muhimu kulifanya si kwa kutaka watu wengine watuone, si kwa kutaka sifa, bali kwa kuangalia neno la Mungu linasemaje kuhusiana na lile tunalolifanya. Lazima tuhakikishe kuwa katika kila maamuzi tunayoyafanya neno la Mungu ndio kipaumbele. Tufanye vile ambavyo neno lake limesema, sio hisia zetu, sio mawazo yetu, sio matakwa yetu, sio mapenzi yetu, bali neno lake lilivyosema. Kila mara tunapoamua kufuata neno la Mungu, tunafanya kwa imani, na hapo tunajihakikishia kuwa tunafanya lile linalompendeza Mungu. Mimi sijui kuhusu wewe, lakini ni shauku yangu kumwona kila wakati Mungu akiongelea habari zangu ana furaha. Hilo ni jambo ambalo ninataka kuliona. Neno lake limesema hata hivyo, furaha ya Bwana ndio nguvu zangu. Mimi nataka yeye anifurahie kila wakati. Kwa hiyo mimi nitahakikisha kwa kadri inavyowezekana ninafanya maamuzi kulingana na neno la Mungu. Kabla sijafanya maamuzi yoyote, kwanza nitaangalia, je, neno la Mungu linasemaje kuhusiana na jambo hilo? Alafu kisha nitafanyia kazi ile neno ili kuhakikisha ninaenenda katika imani. Na kwa sababu ninaenenda katika imani, nina uhakika kwa Mungu atakuwa amefurahishwa. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.